Hujambo msikilizaji wa Radio Safina popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia. Karibu sana katika wasaa mwingine wa tusemezane wananzengo. Muda mzuri kwa ajili ya kuweza kufahamu masuala mbalimbali yanayojiri kwenye jamii, nini ambacho kipo, nini ambacho kinazungumzwa kwenye jamii yetu, lakini kubwa zaidi kuweza kupata mustakabali mzima wa kuhakikisha kwamba jamii inapata uelewa wa masuala mbalimbali. Kwa siku ya leo mimi ni Evidence Fata Mpendwa, ninapoketi na wewe mahali hapa wasaa huu kuweza kukukaribisheni nyote wananzengo popote pale ambapo mpo na mnaendelea kuisikiliza Radio Safina kupitia masafa mbalimbali. Naamini ya kwamba mnaendelea kupokea kile ambacho kimeweza kuandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu. Kwa niaba ya kwake mwenyekiti Wile Protas Cosmas, makamu mwenyekiti pia Father Philemon Rupia, pamoja na katibu Emmanuel Mafie, kwa siku njema hii ya leo msikilizaji, tutaweza kuwa sote mpaka hapo baadaye. Na kubwa zaidi kwa siku hii ya leo msikilizaji wa Radio Safina, tunaye mgeni mahali hapa ambaye tutaweza kuzungumza naye mpaka pale mwendo wa saa 10 kamili za jioni. Tunaye Bi Ahadi Faustin Mlai ambaye yeye ni msaidizi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kutoka katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Tutaweza kutazama nini ambacho amekuja nacho katika wasaa huu, lakini kubwa zaidi tutaweza kufahamu nini ambacho kinapaswa kuweza kufanyika katika eneo hilo la mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Na karibu sana Ahadi katika studio za Radio Safina. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio, habari za kwako? Habari za kwangu ni nzuri. Ndio. Niko salama kabisa. Kabisa. Tunapozungumza kwa maana ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, tuanzie hapo. Kuna mwananzengo ambaye zekana yeye asiweze kuelewa haya ni mashirika gani? Haya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ndio ni mashirika ambayo yanatekeleza shughuli mbalimbali katika ngazi ya jamii na kwa kutumia fedha za kwao au za wadau. Na kwa upande mwingine tunasema mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ni mkono wa pili wa serikali. Okay. Sasa mbali na hiyo, asante kwa kuweza kupata uelewa huo. Sasa tuzungumze nini hasa ambacho kwa Mtanzania ambaye anakusikiliza kwa wakati huu umewiwa kuweza kumletea, kwa maana kuweza kufahamu kutoka katika ofisi ya msaidizi kwa maana ya kitengo chenu hicho. Siku ya leo ningependa kuongea na wananchi wanaonisikiliza. Najua sio mkoa wa Arusha peke yake, kwa hiyo yote atakayenisikiliza atapata elimu kuhusiana na umuhimu wa mashirika yasiyo ya kiserikali kuwasilisha taarifa, lakini umuhimu wa kulipa ada kwa wakati, lakini umuhimu wa kushirikisha jamii katika shughuli wanazozifanya. Kwa kuwa mwaka wa mashirika yasiyo ya kiserikali huwa unaanza mwezi Januari na kuisha mwezi Disemba. Tunatamani ikianza Januari mashirika yote yaanze kulipa ada za mwaka uliopita, lakini wawasilishe taarifa za kazi za mwaka na hesabu zikiwa zimekaguliwa na mhasibu. Okay. Yes. Sasa wakati wa kuwasilisha kwa maana ya mashirika haya, pengine kuna shirika ambalo linakuwa limeanzishwa katika kipindi hiki na wenyewe wanatakiwa waingie kwenye mfumo huo, na utaratibu wa kuweza kuwasilisha unafanyika kwa njia gani? Shirika lililoanzishwa mwaka huu ndio litapaswa kuwasilisha taarifa zao mwishoni mwa mwaka, kwa maana Januari atakuwa ameshafunga mwaka mzima. Kwa Januari atapaswa kulipa ada na kuwasilisha taarifa za kazi za mwaka. Ijapokuwa taarifa za kila robo huwa zinawasilishwa, lakini hizi za mwaka ni zile zilizokaguliwa, taarifa za kifedha. Kwa hiyo leo niko hapa kuwakumbusha hawa mashirika yasiyo ya kiserikali kwamba sasa tuko katika kipindi cha ulipaji ada ambacho ni mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 4 tarehe 15.
Kwa mashirika ya ndani tunasema local NGOs ya kitaifa wanalipa ada shilingi 50,000 tu. Lakini international NGOs wanalipa $100. Kwa hivyo kati ya mwezi Januari mpaka April tarehe 15 ada inabaki kama nilivyoisema, lakini baada ya hapo utakuwa na penalty. Ndio maana sisi kama serikali tunakuja kuwakumbusha wadau kwamba wakati ndio sasa wa kulipa ada kama unavyoona ni kidogo 50,000 tu kwa mashirika ya kitaifa, na hiyo $100 kwa mashirika ya kimataifa. Kwa hiyo wakati mwingine huwa wanachelewa, inafika tarehe 15 mfumo umelemewa, tarehe 16 ikifika inampasa alipe fine. Kwa sisi pia tupende walipe fine, wasije wakalemewa. Okay. Yes. Sasa kwa mfano sasa ikatokea shirika ni la ndani, kwa maana ya haya mashirika ya local NGO hawajaweza kulipa ada kwa wakati, mbali na kuweza kupigwa penalty, nini ambacho kingine kinafanyika? Mnakaa nao na kuweza kuwapatia elimu kuhusiana na umuhimu wa kuweza kulipa ada? Ndio maana hata leo tuko hapa, tumechukua hatua. Ofisi ya msajili kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii imechukua hatua ya kuhamasisha na kutuelekeza sisi tulioko mikoani tuseme na wadau kwa njia mbalimbali. Tuna makundi sogozi, tuna vikao, lakini pia tukasema tukitumia njia za media ujumbe pia utafika kwa haraka. Lengo ni kuepusha na hizo kadhia za kulipa faini, lakini pia tuwakumbushe pamoja na kulipa ada wanatakiwa wasilishe taarifa za kila robo mwaka. Kila robo inapoisha wanapaswa kuwasilisha taarifa zao za utendaji kazi. Kuna aina mbalimbali za kuwasilisha hizi taarifa. Aina ya kwanza, kila shirika lina akaunti, ina maana kwenye mfumo wa tunaita mfumo wa NIS. Okay. Na mashirika haya ambayo kwa maana ya NGO ama taasisi kutoka nje ya nchi, hapa uwiano wao ni kama ni tofauti kabisa na wandani, kwa sababu wao wanalipa $100,000. $100. $100. Sasa $100 ukipiga hesabu hapo ni almost kama kitu kama $200,000 hivi na point. Ndio. Alafu wandani yeye analipa $50,000. Ulikuwa ni kwani mkuweka utaratibu tofauti ama vipi? Hizo bei tuziache kama zilivyo, na ndio maana hii tunaita local, ile ni international. Yaani kitu kinajieleza. Okay. Na ndio maana wakati wa kusajili unaambiwa kabisa bei ya kusajili local ni hii, bei ya kusajili international $350 international. Shilingi 115 local kusajili. Okay. Kwa hiyo the choice, yani chaguo ni la kwako. Kwamba ninachagua nini. Kwa hiyo leo tunasema hivi, tunahamasisha hao wadau walipe ada kwa wakati, lakini sambamba na kulipa ada tunawahamasisha pia wawasilishe taarifa za robo mwaka. Nilishia pale kusema kuna aina mbalimbali ya kuwasilisha taarifa. Kuna mfumo unaitwa NGO Information System NIS. Kila shirika lina akaunti yake. Kwa hiyo taarifa ya robo inapaswa kuwasilishwa kule, lakini yeye anafanya kazi katika halmashauri fulani na mkoa fulani, anapaswa pia kuwasilisha taarifa zake kwa mkurugenzi au ofisi ya mkuu wa mkoa na kufanya kazi. Kwa namna ipi? Kila halmashauri ina vikao vya robo mwaka. Ndio. Kwa hiyo tunatamani kila shirika aweze kuhudhuria vile vikao na kuwasilisha taarifa za kazi. Kwa sababu usipowasilisha taarifa kuna mtu atajua unafanya kazi gani. Kwa hiyo ni rai yetu. Naam, kwa wadau wetu. Sawa. Leo tunazungumza tuko mwezi wa pili. Mpaka hivi sasa angalau mwamko ukoje kwa maana ya mashirika haya kwa kipindi hiki kifupi ambacho kimeweza kupita, kwa sababu umetuambia ulipaji wa ada unaanza Januari, na hapa sasa tuko mwezi wa pili. Angalau tufahamu mwamko ukoje kwenye hizi taasisi kwa maana kuweza kujitokeza na kuweza kufuatilia angalau waweze kupata taratibu hizo.
wako wadau wengi wameanza kuuliza. Kuna wengine wanapata changamoto mara nyingi wakati wa kuingia kwenye akaunti zao, tunawasaidia. Lakini kwa nini tunaanza kutoa elimu hii mapema? Tunaanza kutoa elimu hii mapema kwa sababu wengi wanakujaga kukimbizana na deadline, yani tarehe 10. Sasa tunawakumbusha mwaka huu kwamba walipe ada kwa wakati ili kuepuka ile mfumo umeelemewa. Kila mtu akiweza kuwa kuanzia tarehe 10 ndo anaingia kwenye mfumo kulipa, mfumo nao unaelemewa. Ndio. Kwa hiyo waanze kulipa mapema, lakini kama wana changamoto zozote, ofisi za wasajili wasaidizi ngazi za halmashauri wapo, ngazi ya mkoa tupo kwa ajili ya kuwasaidia waweze kulipa ada zao kwa wakati. Okay. Na kizuri zaidi, sisi mkoa wa Arusha wataalamu wataweka kambi tarehe 17 mpaka tarehe 20 hapo ofisi ya mkuu wa mkoa. Wataalamu kutoka ofisi ya maendeleo ya jamii kwa msajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali watakuwepo hapa kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 20. Kwa hiyo ninawaomba wadau wote ambao wanaona kuna changamoto katika akaunti zao, wanashindwa kuingia katika akaunti zao kwa ajili ya kulipa ada, wafike ofisini, watapata usaidizi wa kulipa ada na mambo mengine. Elimu nyingine pia zitatolewa, sio masuala ya ada tu. Kuna mambo mengi ambayo bado unakuta mdau kasajiliwa hajui. Akifika pale atapata usaidizi na changamoto zake zote zitatatuliwa. Jambo lingine ambalo nitaka kulizungumzia ni kwamba wadau wanapaswa kufahamu kwamba katika kila halmashauri kuna wasajili wasaidizi ambao wao wamekasimiwa madaraka na serikali ya kuratibu mashirika hayo. Kwa hiyo wanapaswa kushirikiana nao ili waweze kuikaribia jamii na kutambua fursa zilizopo na changamoto. Kwa namna gani basi? Kwa sababu jamii inaenda kuhudumiwa, ina mahitaji yao. Kwa hivyo kabla hawajahudumiwa na hawa wadau, lazima tufahamu nini hitaji lao. Haya yote yanatakiwa yafanyike wao wadau kwa kushirikiana na wasajili wasaidizi katika maeneo husika. Wakafanye tafiti mbalimbali za kujua changamoto katika jamii, lakini waweze kuandaa mikutano katika ngazi za kata, wilaya na wilaya kwa kubaini changamoto zilizopo, lakini jamii iweze kujua kabisa katika jamii yetu tuna wadau kadhaa wanafanya shughuli mbalimbali. Sio tu wanakwenda bila kushirikiana na wasajili wasaidizi. Mara pengine hata kupima shughuli zao itakuwa ngumu, lakini wakijishirikisha vizuri wao na serikali wakati wa kwenda kutatua changamoto za jamii, kila mtu anakuwa na ownership na shughuli zinazofanyika na hawa wadau. Kwa hiyo kikubwa hapa ni mashirikiano. Wasajili wasaidizi wawatambue wadau, wawavute karibu na wadau washirikiane ili waweze kuikaribia jamii na kutambua fursa na changamoto zilizopo. Lengo la serikali ni kuona wadau au mashirika sio kwa kiserikali yanasaidia kutatua changamoto. Kwa hiyo changamoto hizo hawawezi kuzitatua bila kushirikiana na serikali, na serikali kwa maana ya mashirika sio ya kiserikali ni wasajili wasaidizi. Kwa hiyo ni waombe washirikiane vyema na wasajili wasaidizi, lakini pia wasajili wasaidizi watoe ushirikiano. Hii ni two-way traffic.